Habari zote za kiburudani unazipata kupitia hapa. Cha kufanya tu kama bado hujajiunga na sisi, fanya kusubscribe kwa kugusa maandishi mekundu hapo chini ya video yako na kisha turn on notification. Hapo utakuwa ni mtu wa kwanza kabisa kupata habari na matukio mbalimbali kutoka hapa. Sasa story kubwa ambayo imetrend kwenye mitandao ya kijamii ni kuhusiana na Zari the Boss Lady. Hii ni mpya kabisa na naifungua kwenye maganda, yani ni mpya, haijasikika popote pale. Zari the Boss Lady ni famous, anafahamika, ni mfanya biashara, anamiliki chuo lakini pia na biashara nyingi kule South Africa. Zari the Boss Lady ni moja kati ya wanadada ambao wanafahamika kwa ukubwa zaidi. Hajaanza kufahamika leo, alikuwa anafahamika zamani. Watu wanamfahamu Zari the Boss Lady kipindi hicho akiwa na mwanaume wake ambaye alikuwa anaitwa Don. Kwa hivyo anafahamika toka zamani. Sasa Zari the Boss Lady amekutana na tatizo kubwa au issue kubwa ambayo kwa sasa inamsumbua na watu wengi walikuwa hawaifahamu issue hiyo. Kwa hivyo Zari the Boss Lady amekutana na jambo ambalo ni kubwa ile kinamanoma. Sasa utalifahamu kupitia hapa ZD Media. Kama bado hujajiunga na sisi na bado hujashare kwa rafiki yako, fanya kushare. Gusa alama ya kushare, share kwa rafiki yako, lakini pia usisahau kusubscribe kama ni mgeni, lakini pia usisahau kutoa maoni yako hapo chini kwenye uwanja wa comment section. Utakometisha ile kinamanoma. Yani utakuwa ni mtu wa kwanza kabisa kupata habari na tukio mbalimbali kutoka hapa ZD Media. Sasa kuhusiana na Zari the Boss Lady ni kwamba ni mwanadada ambaye amekuwa mpambanaji. Of course nikisema kwamba ni mwanadada, labda watu wengi wanaweza kushangaa kwa sababu ana umri mkubwa lakini pia ana watoto wakubwa, lakini kwa muonekano wake basi anaonekana kama ni mwanadada fulani, na mambo yake makubwa ambayo anayafanya bado anaonekana ni binti mdogo, yani anaonekana kwamba sio mkubwa sana wa kutisha. Kwa hivyo ndio maana nimesema mwanadada. Kwa hivyo watu wasitafsiri tofauti nilivyosema kwamba ni mwanadada. Sasa Zari the Boss Lady anadaiwa kulipa kiasi cha shilingi milioni 730, lakini pia na milioni 580 na moja. Sasa Zari the Boss Lady anadaiwa kulipa milioni 730 na 581,500. Hiyo ni pesa ambayo anatakiwa kuilipa kama kodi kwenye mamlaka ya mapato kule South Africa. Hiyo ni kwa sababu taarifa zinaonyesha kwamba amekuwa halipi kodi na mamlaka ya mapato imekuwa ikimwangalia kipindi chote, lakini kwa sasa ikaamua kumweka wazi na kumwambia ukweli kwamba inatakiwa alipe kiasi hicho, na kiasi hicho inabidi ikilipe kwa siku 10. Yani kuanzia leo mpaka siku zinazofuata, basi zikifika siku 10 inabidi alipe kiasi hicho cha milioni 730, lakini pia 581,500. Hiyo ni pesa ambayo Zari the Boss Lady inabidi ailipe kwenye mamlaka ya mapato huko South Africa. Ni kitu ambacho kimetrendi sana kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na hili la Zari the Boss Lady. Watu wengi wakisema kwamba ina maana Zari the Boss Lady alikuwa anakwepa kodi mpaka fikie hatua ya kudaiwa kiasi kikubwa kama hiki. Mbona sio sio mtu ambaye watu wengi walikuwa wanamtegemea kwamba labda amekuwa akikwepa kodi na vitu kama hizo. Zari the Boss Lady anafahamika kwa sababu kwanza alikuwa ni msanii hapo awali, lakini pia baadaye akawa ni famous tu kwenye mitandao ya kijamii, ana trendi. Baadaye akawa na trendi kwenye Young Famous Africa, ambapo katika hiyo Young Famous Africa hata Diamond pia yupo kwenye hiyo Young Famous Africa. Lakini issue kubwa ni kwamba Zari the Boss Lady anatakiwa alipe kiasi hicho ambacho mamlaka ya mapato kule South Africa inahitaji akilipe. Zari the Boss Lady anamiliki chuo kikubwa sana, kina wanafunzi wengi, lakini pia na biashara nyingi ambazo zinahitajika zilipiwe mapato. Kwa hivyo mpaka mamlaka ya mapato itake Zari the Boss Lady alipe kiasi hicho, ni kwamba amekuwa
halipi mapato na vitu kama hizo, yani kodi na vitu kama hizo. Kwa hivyo ni kitu ambacho kimekuwa kitrend sana kwenye mitandao ya kijamii, nikasema nikuletea story hii mpenzi mtazamaji wa Zedee Media. Lakini kama bado hujajiunga na sisi kwa kusubscribe, hujachelewa, fanya hivyo sasa, kugusa maandishi mekundu hapo chini kwenye alama ya nyekundu ambayo imeandikwa subscribe. Lakini pia usisahau kutoa maoni yako na kucomment au utakometisha ile kinamanoma. Yani kutoa maoni yako ni kwamba umecomment, utakometisha ile kinamanoma. Asante sana kwa kuwa pamoja na mimi, lakini pia asante sana kwa kuifuatilia Zedee Media.